Alright, ujambo pote pale ulipo na karibu kwenye pita za kwangu. Ni hapa ni BWM, ukipenda kwa vile mimi husema ni kwamba ulimwengu huu una visanga na vimbwanga. Kwa hivyo karibu tuende pale kwa pamoja, na nashukuru Mungu kwamba ni Mungu na katika pita nikafika eneo kwanza, tulianzia eneo la Kapsirich kule Chapalungu. Kapsirich kule Chapalungu kisanga kimoja kilitokea kule, lakini kabla tusemezane zaidi nikukumbusha kwamba iwapo leo uko nasi for the first time, hakikisha kwamba chini ya video hii kuna neno subscribe. Click neno subscribe, ukiambia sign in na jibila account yako, copy the link and share, na weke comment yako hapa chini na Bwana akutende wema. Hakikisha kwamba umesubscribe pale na Mungu akutende wema. Naam, kule Kapsirich Chapalungu kuna dem mmoja awasamee waliomdhihaki. Na kulikuwaje? Aliwataka jamaa zake wa karibu wasiaibike wakimwomba msaada baada ya mumewe kuomoka. Inasemekana kwamba Polo huyo alipomchumbia kidosho huyo, familia ilipinga vikali wakisema kuwa na chochote ila elimu ya chuo kikuu. Yani anasema huyu hakuna kitu akona, ni masomo. Kwa makaratasi utakula. Jezi kama tunasema makaratasi utakula. Nasema kuna degree za kwako utakula. Hizo zitalipa mahali. Hapana. Kwa hivyo akakataa. Na msichana akasema huyo ndio chaguo langu. Akakataa hata kama hana kitu. So bahati nzuri Mungu akawajalia, baada ya kuoana wakafanikiwa, mambo yakaendelea vizuri. Baada ya kuendelea vizuri, so wanakuja kwake, wako na mashida, wanataka msaada, alafu anashindwa kuomba. Huyo binti akamwambia, nimewasamehe, fanyeni, kujeni, tumeshawasamehe. Kwa hivyo maisha yaendelee, utakuomba hapa kitu usiogope. Wangapi wanafanya hivyo? Si wengi, lakini aliwasamehe. Endelea kumwambia, kuna watu wewe unaweza kusamehe watu ambao wanafanya vibaya, wakamwongelea vibaya mume wako, unaweza kuwasamehe. Nasemaje? Forgive so that you can be forgiven too. Haya, sema kitu. Huyu ni mlokole kweli. Naam, eneo la Chapalungu. Nikitoka kule basi nikavuka mpaka Amukura Teso. Ni Teso Kusini kule. Watu wa Teso mko pale, wanasema aulelae. Wachana na watu wa Teso. Naam, wazazi watu wa binti kuolewa na Kalameni stadi wa kupiga ngeta. Naam, wazazi hawa ni buda wa hapa na mkewe wamekerwa sana na hatua ya binti yao wa pekee kuolewa na mwanaume anayedaiwa kuwa mwizi sugu. Licha ya kuonywa, mwanadada huyo alidai moyo wake ulikuwa umeganda kwa lofa huyo aliyekuwa na sifa mbaya wizi. Yani kijana anajulikana kwa village, anajulikana kila pahali kwamba huyu ni pesa ngeta. So imagine hawa wazazi watalipwa mahari na pesa ngeta. Binti yao anakula chakula na pesa ngeta, alafu wajukuu wao na pesa ngeta. Na siku moja wanahofia kwamba huenda katiwa mbaroni, akacha msichana wao akiwa mjane. Sometimes tusikize wazazi. So wewe ni mzazi, umelea mtoto wako, umempeleka chachi, alafu Mungu asaidie wazazi na mtoto wao. Naam, kitoka kule nikavuka mpaka Bamba Kilifi. Bamba Kilifi kuna jombi mmoja pabaya, visura aliozaa nao wakijitangaza wake zake. Huyu ni jamaa mmoja ambaye aliruka tu anazaa huku, alafu wale wasichana alipata nao watoto. Wamekuja pale wanasema sisi ni wake zake. So atego jamaa kuna wake wangapi? Wanaume. Sasa sijui kama atawahi lipa mahali akamaliza kwa hawa wanawake wote, maana ako nao amejaza. Walikwambia ni kura tunatafuta, hata kama wanasema tujaze ulimwengu, maandiko yanasema walisema ni wewe peke yako afujaze ulimwengu. Hai, semi kitu. Vitu tunaongea mbaya, nimeacha. Ukitoka kule basi nikavuka mpaka Idhanga kule Murang'a. Idhanga kuna kisura mmoja atema mumewe baada ya miezi miwili tu. Kipusa wa hapa alimtema mumewe wa miezi miwili baada ya harusi, akisema amechoka na ndoa. Miezi miwili, yani mwezi mmoja miwili, amechoka na ndoa. Hai, ilikuwaje? Kwamba ndoa yamemshinda, akisema yeye sio mtu wa kupigwa, kupangiwa kila kitu na mume wake. Yani mume anampangia kufanya hivi. Sasa akasema hii kupanga hivi kupanga. Acha nikwambie, ukikubali kuingia kwa ndoa kwa njia moja au nyingine kupangwa. So please, lazima kwenu kulia usiwaelewa. Na tafakari ya hayo ni kwa neno la msamaha kwa mwanasiasa aliyemezea kwa mume. Jombi anayemezea mate kiti cha kisiasa alipata mabanda ya kufumaniwa akirusha mistari kwa mke wa jirani yake. Kisa hicho
Kilichotokea usiku kilimwacha jamaa na aibu kuu mume wa demu huyo alipotishia kumtwanga. Sasa wewe utafuta kiti cha kisiasa. Nani alikwambia utafuta siasa si kufanyia kwamba eti watu wote mpaka wake za watu wako. Wacha za ovyo wewe. Tafuta kiti cha siasa ukishinda ukishindwa kubali basi usonge mbele. Tabia za uzi. Anyway, katika picha za kwangu ni problem chini ya video hii kuna neno subscribe. Click neno subscribe. Sasa ni na kwa yako copy link share na pia hapa na bwana. Kisha click wana mengi, tembea pingi wana mengi zaidi. God bless you.